Mimi nimekuja kumsindikiza mzee wangu huyu. Najua nawapigisha story hapa ni watoe hizi simanzi mioyoni mwenu na mjue ya kwamba hii safari yetu ni moja. Ukishakubali kuzaliwa, umeshakubali na kufa. Ipo siku tu utaondoka. Jilinde, fanya diet, fanya mazoezi, usipande magari ovyo. Ukipanda magari uhakikishe speed inaenda 20, lakini utang'oka tu. Na ni jambo la kushukuru hiza tumepewa miaka zaidi ya 80 tukiwa naye. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wengi kwa aina ya maisha yetu sidhani kama tunaweza kutoboa kufika huko 80, lakini yeye ameweza kufika. Kwa hiyo ni kushukuru na tubaki na kumbukumbu za mambo yote mazuri aliyokuwa tukifanya naye, na tuendelee kumuombea apumzishwe mahali pema peponi. Daktari Samia Suluhu Hassan atamkumbuka mzee Hiza kama mmoja wa wasanii, mmoja wa Tanzania wazalendo walioweka alama ambazo zitaendelea kuishi miaka mingi baada ya wao kufutika kwenye uso wa dunia hii. Baba Hiza amefanya makubwa sana kwa nchi hii. Ni katika mmoja wa wazee ambao kwa hakika wametendea haki uhai wao. Amekuwa ni mzee mzalendo, mpenda nchi yake, mpenda watu, na ndio maana aliweza hata akatunga ule wimbo ambao utabaki kuhadisiwa kizazi na kizazi, utakuwa unasikilizwa. Najua Mheshimiwa Rais alishatoa zawadi kutokana na wimbo huo, lakini aliposikia tumeondokewa na mzee wetu, kwa hakika hakuwa na zaidi ya kuweza kusema chukua basha hii, na Mheshimiwa Rais ametoa rambirambi ya shilingi milioni 20 ambayo inaletwa kwa ajili ya kuenzi uhai na makubwa ambayo amefanya, lakini kuifariji familia. Niwaombe sana kila aliyeguswa na msiba huu, sisi tunaombea kwa Mwenyezi Mungu amimine subira ndani ya mioyo yenu ili tuweze kulibeba jambo hili. Na siku zote msiba unakuwa mwepesi anapofiwa mwenzako, lakini unaelewa ugumu wake na uzito wake unapokufika wewe. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akatutaka wenzetu wanaopata misiba, basi jirani zao, ndugu zao, jamaa zao waweze kuwafariji, kwa sababu wanapitia kipindi kigumu sana. Kwa sisi tunafahamu ndugu zetu tunapitia kipindi kigumu sana. Pamoja ni msiba kwenye taifa letu, ni msiba sisi kwenye chama chetu. Sasa tukitambua mzee alikuwa ni mwana CCM mzuri, mwana CCM mkubwa, lakini kuna wale ambao mzee atakuwa amewagusa, kwa maana mtu ni baba yake, alimzaa babake mdogo kwa ile nasaba, aliguswa kwa nasaba yake, huzuni yake itakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo sisi tuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ajaze subira sana ndani ya mioyo yenu ili tuweze kukabili msiba huu na tuweze kusimama imara kwenye kumsindikiza mzee wetu. Kumfahamu mzee Hiza ni mzee wa masiara, mzee wa matani, ana chuki na mtu. Kwa hiyo kiukweli kabisa, Tanzania, wadau wa muziki, wapenzi wa muziki, hususani wa Tanga, tumeondokewa na mtu kweli kweli. Hiza ni mtani wangu. Nitamisi utani wake. Nitamisi sauti yake. Japo nyimbo zake zitaimbwa, lakini mimi nitamisi sana sauti yake. Sasa tunamkumbuka katika uaminifu, katika kujituma, katika kuheshimu kazi. Alikuwa anakwenda na miaka 81, lakini bado yuko kwenye stage. Utaona ni jinsi gani yule mzee anakesha saa Ngorema, anamaliza saa 8 pale Respect Music Band yake, na yeye anamaliza nao mpaka mwisho. Haangalii usingizi. Na ile siku ambayo ndo mzee Hiza anafariki, naambiwa ameamka, ana tabia kuamka asubuhi, anakuwa kama anafanya mazoezi, akakaa saa 10 mzee Hiza ndo akaanza kujisikia vibaya tarehe 16. Kwa hiyo tunaona kwamba mzee Hiza alikuwa ni mtu mmoja anajituma, anajiamini, alikuwa anatupenda sisi. Kila tukikutana naye sasa, bwana angalieni bwana, waongozeni wenzenu bwana, Msumari, shemeji, mwamu, fanyeni bwana vizuri kazi hizi bwana, tunaziheshimu hizi kazi hizi. Kwa hiyo alikuwa ni mtu kila siku anazungumzia, anataka mafanikio katika
tasnia yetu ya muziki wa rumba na dance.